Ndio mtazamaji, awamu ya pili ya Baragumu imemalizika, ambao ni kuangazia taarifa kubwa kwa siku hii ya leo. Kwa kwamba awamu ya kwanza waga ni utangulizi tu na salamu, tulishakwisha kufanya hivyo, na taarifa hizo kubwa kwa siku hii ya leo tumeshaweza kuziwasilisha kwako. Sasa ni awamu ya tatu ya Baragumu Live, na hapa tuko na mgeni na tutakuwa tunazungumza jambo ambalo nadhani miezi michache nyuma atatukumbushia ni tarehe ngapi ilikuwa limetangazwa hili, na mwisho wa siku mpaka hapa walipofikia mambo yanakwenda vipi. Tuko na bwana Masau Malima, manager TRA Temeke. Karibu sana Masau. Asante sana. Tunajivunia sana kuwa na wewe hapa ndani ya studio, kwa sababu sisi ni miongoni mwa kundi la watu ama Watanzania ambao tulikuwa tunatamani sana tufahamu swala hili la ritani za kodi na malipo ya kodi ya awamu ya pili mwaka 2025. Nakumbuka miezi michache nyuma tulikaa tena na TRA hapa, wakawa wametangaza kwamba ni awamu ya pili hii ya masuala haya ritani za kodi na malipo ya kodi, na wengi tukapewa elimu hiyo kwamba kuna umuhimu sasa wa kushiriki pia kwa namna moja ama nyingine, sisi ambao tuna sifa au tunatakiwa kufanya hizi ritani za kodi na malipo ya kodi ya awamu ya pili. Elimu kubwa sana ilitoka hapa. Tutatamani tuweze kufahamu so far tangu hiyo elimu imetolewa na mpaka sasa tumefikia wapi. Karibu sana. Asante sana bwana Emil, lakini na dada Dorcas kwa kunikaribisha, na kama ulivyonitambulisha na wananchi wakitaka kunifahamu zaidi, jina langu naitwa Masau Malima. Ni manager wa TRA mkoa wa kikodi wa Temeke. Lakini leo siko hapa kama mtu wa kutoka Temeke, niko hapa kwa niaba ya mkurugenzi wetu wa elimu na mawasiliano kwa umma, Mr. Richard Kayombo, ambaye najua nyie wote mnamfahamu sana. Amekuwa ni mdau mkubwa sana katika haya masuala ya kuelimisha umma juu ya masuala muhimu sana ya kodi. Sasa kabla ya kujibu swali lako, cha kwanza kabisa mimi nitumie nafasi fupi niliyoipata pamoja na nyie na kwa Watanzania wote, kwanza kuwashukuru walipa kodi wetu kote nchini kwa namna ambavyo wamekuwa wakijitolea kulipa kodi zao kwa hiari, lakini na kwa wakati, kwa kiwango cha juu sana. Na kutokea tumeanza mwaka huu wa fedha, Mamlaka ya Mapato Tanzania imekuwa ikifanya na kukusanya mapato yake na kuzidi lengo tulilopangiwa na serikali. Mpaka kufika mwezi Mei, mwezi ambao umeisha juzi, tulikuwa na lengo la kusanya trilioni 27.8, lakini ufanisi wetu umefika 103%, kwa maana ya trilioni 28.8 na zaidi. Na katika lugha ya michezo, na kuona hata mwili wako unaweza kuwa mtu wa michezo. Katika lugha ya michezo tunasema tunazo sisi tunayo clean sheet. Tokea mwaka huu wa fedha umeanza, kila mwezi tumepata clean sheet. Na clean sheet hii hata haina draw. Ni ile tumeshinda nyumbani na ugenini. Kwa hiyo tumefanya kazi kubwa, ndio maana nikasema nitumie wasaa huu angalau kurudisha shukurani kwa walipa kodi. Labda nini hasa siri yenu ya kuvuka huko malengo? Mwamko kwa jamii umekuwa mzuri wa kulipa kodi kwa hiari na kwa wakati au? Hakika. Siri ya kuvuka malengo yetu, moja ni mwamko wa walipa kodi kama ulivyoeleza wewe. Lakini kama mtakumbuka, tukirudi nyuma kidogo, wakati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan daktari, alipokuwa anamkabidhi kamishina mkuu Yusufu Mwenda kazi ya kuiongoza taasisi mapema Julai mwaka jana, alitoa maelekezo madhubuti, na tunaweza tukasema kwamba alitucholea ramani ya nini TRA mwende mkafanye. Na katika wakati wote tumekuwa tukitekeleza chini ya kamishna wetu mkuu maelekezo ya Mama Samia Suluhu, rais wetu, na sasa tunaona matokeo makubwa yakiwa yanajitokeza kama ambavyo nimeweza kuyatamka kwenu. Lakini pia nyie waandishi wa habari na vyombo vyote vya habari nchini, sisi hatufanyi peke yetu. Kila linalofanyika tulikuwa tunaona mnatoa taarifa, mnawapasha umma, pamoja na kupeleka hizo habari sehemu mbalimbali, na wananchi sasa wanaiona TRA. Na cha kujivunia zaidi, mafanikio haya yote hayana aina yoyote ya shuruti. Ni walipa kodi tu kwa mahusiano mazuri ambayo tumeyaweka chini ya kiongozi wetu, na sasa mtu anajisikia raha
kulipa kodi akiwa hana bugudha ya aina yoyote. Kwa hiyo ndiyo siri yetu kubwa ya mafanikio. Sasa ndio kwanza mliwashawishi vipi hawa wafanyabiashara? Kwa sababu nakumbuka kuna miaka michache tu hapa nyuma ukipita kwa wafanyabiashara watakwambia TRA wamekuja hapa, sijui wamefanya nini. TRA ukienda kule kwao wanafanya hiki. Lakini sasa hivi kuna ukimya. Natamani kufahamu unapozungumza kwamba wenyewe wafanyabiashara wamekuwa na hiyo kujitoa wao kulipa kodi. Katika hilo mmefanya vipi? Nakushukuru Mr. Emil. Kama nilivyodokeza hapo awali, moja, maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwetu sisi hayakuwa na namna, lazima tuyatekeleze na kwenda. Lakini mbili, dira walioichora viongozi wetu wa juu, hasa lile swala la kuwashirikisha, tunasema engagement ya walipa kodi imekuwa ni kubwa sana. Katika ofisi zetu nchi nzima, ndani ya mamlaka mapato, iwe ni wilaya, uwe ni mkoa, hata makao makuu, kamishina mkuu alitenga siku maalum ya kusikiliza walipa kodi wote wenye changamoto, na hii ni siku ya Alhamisi na bado tunaendelea. Kwa sasa ule ukaribu wetu na walipa kodi umetufanya tuonekane kuwa sasa sote tunatekeleza sera ambazo zina nia moja tu ya kuifanya nchi yetu iweze kujitegemea. Sio hilo tu kwamba alikuwa anatukimbia. Sisi tulikuwa tunakosa hadi marafiki. Lakini sasa hivi si bwana vipi mnaendeleaje mwezi huu mnavuka? Na zinatoka kwa mlipa kodi, anakuwa na hamu ya kutaka kuona kwamba tunavuka. Mimi juzi wakati tunafunga mwezi wa 5 nilipokea simu karibu 5. Mtu ananiambia kama mvuki niambie nikuongezee hela, tutajuana huko mbele ya safari. Kwa hiyo ule ni urafiki ambao mtu yuko willing kulipa hata kodi yake ya mwezi wa 8 leo kwa sababu tu anatamani kuiona taasisi ikiwa inafanya. Kwa hiyo nafikiri pamoja na mambo mengine, uboreshaji wa sheria, sera, unaona Mheshimiwa Rais ameunda tume ya rais ya kurekebisha sheria za kodi. Ile ni imani ya wananchi kwamba sasa hii chombo hiki na rais wa nchi ana nia njema ya kuupeleka uchumi wetu pahali pazuri. Sawa. Na nafikiri pia kupitia elimu ile ya kodi mlango kwa mlango, nimeona wananchi wakiwa wanaelezea namna ambavyo walikuwa hawaelewi baadhi ya mambo, lakini baada ya kuelewa naona wanakuwa very supportive kwa TRA. Hakika. Sawa, huu ni mwezi Juni. TRA mna jambo lenu? Ni kweli. Mwezi Juni TRA tuna jambo letu, na TRA tumekuwa na actually ni mambo ya wananchi kwa miezi yote, lakini kwa namna ya kipekee sana mwezi Juni kama tunavyojua, kwanza una matukio mawili ya muhimu sana kwa walipa kodi, na tusingependa wala kutamani walipa kodi wetu wasiyajue. Na ndiyo maana tumetokeza mapema sana kwenye vyombo vya habari tukiwa tunaamini ya kwamba taarifa hizi zitawafikia wengi iwezekanavyo, na kuweza kuweka mipango na mambo yao sawa. Jambo la kwanza kabisa ambalo ni la msingi amelidokeza Bwana Emily hapa ni kulipa kodi ya awamu ya pili kwa mwaka wa fedha kwa mwaka wa mapato 2025. Sisi mwaka wetu wa mapato unaanza Januari kwenda Disemba. Wengine wanauchanganya na mwaka wa serikali ule wa fedha, lakini mwaka wa mapato kwa maana ya kodi ni Januari kwenda Disemba. Ingawa kuna watu wanakuja na maombi ya kuwa na miaka maalumu ya mapato mwisho wao. Kwa mfano taasisi za serikali zinafunga mahesabu yao mwezi Juni, kwa uwezo ukawalazimisha waende Januari to Disemba kama wengine. Kwa wale ambao wana miaka maalumu ya mapato wenyewe wanaweza kawa na due date nyingine tofauti, lakini kwa walio wengi Januari to Disemba. Kwa hiyo ukihesabu miezi mitatu tunaenda kwenye robo ya pili ya mwaka wa mapato 2025. Kwa hiyo tumekuja kusisitiza na kuwakumbusha wananchi kulipa kodi zao za awamu ya pili inayoishia tarehe 30 Juni 2025. Anaweza akalipa wakati wowote, lakini si zaidi ya tarehe 30 Juni. Lakini ukiachilia mbali na kulipa kodi ya awamu ya pili, mlipa kodi kuna kitu tunasema anajikadiria mwenyewe. Sheria za kodi na mamlaka imeruhusu kwamba mlipa kodi ajikadirie mwenyewe. Sasa baada ya kujikadiria, ndio maana wanasema analipa installments awamu. Baada ya mwaka kuisha, anakaa chini, anapiga mahesabu yake, anajitathmini kwamba je, kile nilichokuwa nakilipa ni sahihi, kwa kupitia kuandaa mahesabu na wasibu wake na kadhalika. Sasa anakuja na uhalisia
Kwa hiyo kuna kuwasilisha ritani ya mapato kwa mwaka ulioishia Disemba 2024 na serikali inatoa au sheria inatoa miezi 6 baada ya mwaka kuisha, basi aandae na kukamilisha mahesabu yake na kuyawasilisha TRA kwa ajili ya kuona kama alilipa sawasawa, amelipa kidogo aongeze, au amelipa nyingi aanze utaratibu mwingine wa kuweza kuona kama anaweza akapata hiyo kiasi cha ziada alicholipa. Kwa hayo ndiyo mambo yetu makubwa mawili tulionayo kwa mwezi huu wa Juni, bila kuathiri mambo mengine yale ya kawaida ambayo yanafanyika kila mwezi. Tunajua kuna ritani zinawasilishwa kila mwezi, kwa maana ya ritani za PAYE, ritani za SDL, ritani za VAT, ritani za ushuru wa bidhaa. Hizi tumekuwa zinawasilishwa kila mwezi kwa tarehe zile ambazo zimeainishwa, na tumeendelea kuwa tunawakumbusha walipa kodi wetu. Yeah. Kwa hiyo kama hizi ritani za kodi, kwa hiyo mwisho ni Disemba ilikuwa 2024, lakini TRA imetoa miezi 6. Yes. Na je, huyu mfanyabiashara anaweza kawa analipa ndani ya miezi 6 kidogo kidogo, au mpaka anasubiri hii June ndo akamilishe? Hapana. Kuna kitu tunaita, kwa Kiswahili sitajua haraka, lakini tunaita convenience. Ukiangalia utaratibu wa kisheria za kodi, kuna convenience ndani yake. Kwamba tunaposema ni Januari mpaka Disemba, mlipa kodi ana uhuru wa kufanya au kulipa wakati wowote kabla ya mwisho wa tarehe iliyowekwa. Kwa maana kwamba mtu kama mahesabu yake aliisha Disemba, kuna wale ambao tayari wameshawasilisha na kujua kama wana bili za kulipa au hawana. Kuna wengine bado wako kwenye mchakato. Hata hizi installment za pigi tunazosema, kuna wengine walilipa zote Januari, tulivyokadiria mwezi Januari wakalipa. Wengine kwa sababu ya financial planning wanalipa quarterly. Kuna mwingine anajua bwana, mapato yangu bwana nayapata mwezi wa 4 tu. Kwa hiyo mwezi wa 4 ulivyofika yeye alilipa awamu zake zote za kodi. Kwa hiyo ni wakati wote mlipa kodi anapoona kwamba ana flexibility ya kufanya hivyo, sheria zinamruhusu kufanya, ila tu asivuke tarehe iliyowekwa na sheria. Sawa sawa. Na labda hizi zinawahusu watu gani hasa? Kodi ya mapato kama ilivyo ni mtu yeyote aliye na kipato. Na nikisema mtu, sheria inasema mtu either ni mtu kama mimi na wewe, tunasema individuals, au taasisi, makampuni na taasisi nyinginezo ambazo ziko kwa mlengo wa kibiashara. Kwa hiyo anafanya biashara, ana shughuli za uwekezaji, pamoja na aina yoyote ile ambayo inamletea kipato. Na cha kufurahisha zaidi, hata ukipewa zawadi, tunasema kwamba unaitolea kipato. Hili limekuwa wakati mwingine, basi nitapewa zawadi nitalipaje kodi? Kuna zawadi ya nyumba unapewa na rafiki yako wa karibu, sababu na sasa hii nyumba nakupatia wewe, unaitoa ile zawadi kwa ile mwingine, kuna component ya kodi pale, waende mkailipe ili iweze kuhama kuja kwako kwa usahihi na kisheria. Kwa hata zawadi na zenyewe zinatolewa kodi. Kodi kwa kifupi tu, mtu yeyote yule ambaye anapata kipato anaruhusiwa au anatakiwa kulipa kodi ya mapato. Iwe taasisi, mtu binafsi, au kuna partnership pia, zile taasisi za ubia. Mimi na wewe tunatengeneza ubia, nasi tutakuwa tunakuwa covered na hiyo ulipaji wa kodi. Kuna yule mwingine au ambao najua wengi mnafikiri watakuwepo hapo, wale wanaolipa kwa awamu, kama mimi nitalipa kiasi fulani kiasi fulani. Sasa wale huwa kuna kesi zinajitokeza amezidisha. Labda kile kilichotakiwa kukilipa amekizidisha. Huwa mnamsaidia kumwambia kwamba umezidisha, pengine sasa labda tuketi tuamue hii tutaihamishia kwa msimu unaofuata au tukurejeshe. Mnafanya hivyo? Ni sahihi kabisa. Sheria yenyewe tu ukiangalia inayo hiyo mechanism. Unapokuwa unalipa kwa awamu, tunakupa awamu 4. Awamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Kwa hiyo kabla ya awamu ya 4, mwisho wa awamu ya 4, mabadiliko yoyote yale yanaruhusiwa, yawe ni chanya au ni hasi. Chanya kwa wale ambao biashara zao zimeongezeka kuliko alivyozikadiria, anaruhusiwa kubadilisha makadirio yake, sasa anakwenda kulipa kodi ambayo inaendana sasa na uhalisia aliyouona. Au hasi kwa maana ya kwamba nilitarajia mwaka huu biashara yangu ya mpunga itaboom,
lakini bahati mbaya mambo yamekuwa sio mazuri. Kwa yule naye anaruhusiwa sasa kushusha ili aje alipie ile kiasi tu anachokiona kwamba kwa mahesabu yangu hii ndiyo ambayo natakiwa. Lakini ukiachilia mbali na hiyo, ndio maana tunakuja swala la utengenezaji wa mahesabu. Hayo yote yamekupita. Umepitwa kwenye kurekebisha makadirio, unakuja sasa kutengeneza mahesabu ili uweze kuonyesha uhalisia. Na ndo hapo utakuta kwamba kwenye hesabu utapitia karatasi zako, manunuzi yako, mauzo yako na kingine chochote kile ili uweze kujua sasa, bwana, huu ndo uhalisia wangu. Na kutokana na hiyo either utalipa kodi au pia utajikuta kwamba ulizidisha kodi. Sasa kama umegundua kwamba kodi imezidi, sheria za kodi ziko fair sana. Nafikiri hakuna sheria fair kama ya kodi ulimwenguni. Wanakuruhusu pia hata kwamba nenda umwambie kamishina au iambie TRA kodi yangu niliyolipa imezidi, ili wakupeleke au wakuweke kwenye utaratibu wa kukurudishia pesa zako. Sawa. Na kuna kanuni zipo. Sasa hivi tumeona kwenye marekebisho ya hizi sheria, mtu yote ambaye anakwenda tofauti ni sheria tu zinamwadhibu, wala ninyi hamwendi physical. Kuna mwingine unakuta labda ule muda ambao ulitakiwa alipe umepitiliza. Na mkiangalia sababu ni kweli kabisa huyu amekwama. Huyu mnamsaidia vipi? Lakini kuna yule mwingine ambaye labda amekaidi tu pengine labda kwa makusudi kufanya hivyo. Huko nako kanuni zinafanyaje kazi vipi kwa watu hawa wawili? Nakushukuru sana Mr. Emil, una maswali. Nafikiri wewe ni mlipa kodi wetu mzuri sana. Baadaye tukimaliza kipindi utaniambia kama bwana unalipia wapi kodi au wewe niko SATA. Ukafuatilia vizuri. Ufuatiliaji mzuri sana. Nakushukuru kwa maswali mazuri ambayo nafikiri hata watazamaji wetu wangependa kuyasikia. Kama umefuatilia au hata hapa nilipokuwa naongea, sheria za kodi ziko wazi, huru na fair sana. Kuna mlipa kodi kweli bila kujua au kwa sababu nyingine yoyote ile ambayo tunasema kwa lugha ya kawaida ina mashiko, alikosea na mkifanya evaluation mwa bwana, hata kama ningekuwa ni mimi hili jambo lingenikuta. Hawa watu tunawaalika, wanakuja ofisini kwetu, tunawapa utaratibu. Kama alikosea na alicheleweshwa kwa mfano kulipa kodi. Ukichelewesha kodi kuna kitu tunaita riba. Au alichelewesha kuleta return. Ukichelewesha return kuna kitu tunaita penalty. Wale tunakaa nao, tunaasesi sababu zao, tunaweza tukawafutia zile riba na adhabu zote au kwa kiwango kile ambacho tunaona inafaa, ili tuweze kumpa unafuu wa kuweza kuendelea na biashara yake bila kuwa na usumbufu mwingine wa aina yoyote. Lakini pia kuna hao wengine tu mtu anaamua tu, watu wana kasumba na kaliba tofauti. Huyu naye tukimgundua, ndo katika hilo leo tunafanya assessment. Je, huyu mtu kushindwa kwake kulipa kodi ni sababu iliyokuwa nje ya uwezo wake au aliamua tu kukaidi? Aliyekaidi pia kuna utaratibu wake sasa wa kumtoza riba na adhabu na kumtaka sasa aendane na utaratibu mwingine ambao utakuwa upo. Na mtu wa aina hii ambaye tutagundua kwamba alikaidi, yani kuadhibu sisi kwetu ni kitu cha mwisho sana. Yani ni kitu ambacho kwanza hatupendi. Kuadhibu kunafukuza marafiki na utakuwa unaonekana tu kwamba wewe ni adhabu tu. Huyu mtu tutamchukua kwenye mifumo yetu ya uelimishaji, tutampa elimu na ataeleweshwa kila aina, pamoja na kumpa we call support. Anahitaji ofisa wetu akamueleweshe, ataenda. Kama unavyoona tunaenda mlango kwa mlango, na achilia mbali ya mlango kwa mlango, hata specific training nazo tunatoa ili tu tumbadilishe mlipa kodi wetu aendane na utaratibu ambao sio wa kimabavu. Tumeama kabisa kwenye utaratibu wa kufikiri kwamba tunaweza tukakusanya kodi kimabavu. Lakini pale ambapo tutafanya haya yote na mtu ameendelea kuwa kwa sababu nyingine yote, tutasikitika sana kutoa adhabu, lakini pia itakuwa ni kwa mujibu wa sheria. Sawa. Makadirio ya kodi ya mapato yalianza tangu Januari mpaka Machi. Labda sasa ni vipi kwa yule mtu ambaye labda saizi ndo anataka kufungua ama kuanza au ameanza shughuli zake za kibiashara?
ya leo nimekutana na makosa tatu kabisa. Asante dada Dorcas, swali lako ni zuri sana. Nimesema hapo mwanzo mwaka wa mapato, kwa maana mwaka wa kodi unaanza Januari mpaka Disemba. Hatuwezi kulazimisha kwamba watu wote waje wasajiliwe Januari, na haiwezekani, na hakuna mfumo wa aina hiyo. Hatuwezi kulazimisha kwamba biashara zote zianzishwe kabla ya Machi, hatuwezi. Wakati wowote yule mtu yeyote anaweza akafungua biashara kwa namna ambavyo anaona inafaa. Na atakapokuja, tuangalia tu zile quota. Amekuja quota ya ngapi? Kwa mfano, umefungua biashara yako mwezi Aprili, unakuta quota ya kwanza imeshaisha. Hatutakwambia lipa hela ya quota ya kwanza ambayo imeshaisha. Tutaanzia pale, lakini mwaka wako bado utaishia Disemba. Atakaye kuja kufungua mwezi wa 8, ataanzia hapo, utaishia Disemba. Atakaye kuja kufungua hata mwezi wa 12, ataanzia hapo, utaishia mwezi wa 12. Kwa hiyo hakuna ile ya kusema kwamba kuna adhabu ya kuchelewa kujiandikisha au la. Labda tu itokee kwamba katika kutafuta taarifa au katika shughuli zetu tumegundua ya kwamba wewe huko nyuma ulikuwa na kipato. Nije kwenye ofisi kama hii ambayo ina setup proper na nini unaiona, alafu unaniambia sijasajiliwa, sijaanza biashara, na nakuona huko kwenye biashara. Mtu wa aina hiyo anaweza akakumbana na adhabu pale ambapo. Lakini ile mtu ambaye voluntarily anafungua tu biashara yake kwa mtiririko wa kawaida wa kimaisha, sheria zinamruhusu na hamna adhabu yoyote ambayo atakuja kupewa mtu wa aina hiyo. Sawa sawa. Sasa tukirudi kwenye mambo ya return. Naam. Uwasilishaji wa return. Hapa tunamaanisha return zipi kwa sasa hivi hii awamu ya pili? Nimedokeza hapo mwanzo, return zetu ziko nyingi. Kuna return za kila mwezi, nikawa nimezitaja PAYE, SDL, VAT, excise duty return na nyinginezo. Lakini in specific kwa hii awamu ya pili tunasisitiza uwasilishaji au ulipaji wa kodi kwenye return zile za kodi ya mapato. Na pamoja sasa na kuwasilisha mahesabu yale ambayo yalikamilika au kwa kipindi kilichoisha mwezi Disemba 2024, ile miezi 6 niliyosema mwanzoni kwamba sasa imeisha. Tunawakumbusha walipa kodi wakamilishe taarifa zao ili waweze kuwasilisha. Kwa hiyo kutakuwa na vitu viwili: moja, kulipa kodi ya awamu ya pili kwa wale wanaojikadiria, lakini mbili, kuwasilisha mahesabu ya mwaka 2024, kodi ya mapato ya mwaka 2024 kwa walipa kodi wote ambao mwaka wao wa kodi unaishia Disemba 31. Sasa ile miezi 6 imeisha, tuwasii na kuwakumbusha wale ambao hawajawasilisha wafanye hivyo. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo bila kuathiri uwasilishaji wa hizi return na ulipaji kodi wa hizi return nyingine ambazo zinakuja kila mwezi na kila siku tumekuwa tukisisitiza. Na endapo mtu atachelewa, uchelewaji upo. Huyu bwana mkubwa hapa ana biashara yake. Bahati nzuri Mungu kamjalia amesafiri kwenda nje ya nchi. Hadi inafika hiyo tarehe 31 bado hajafika, hajarudi kwa sababu zozote zile ambazo na tunaomba ziwe ni za heri, hajarudi. Na ana ushahidi kabisa kwamba bwana, wakati natakiwa kuwasilisha return mimi nilikuwa nimesafiri, hizi ni dokumenti zangu za kuwa nimesafiri. Tunamsisitiza au tunamkumbusha alete taarifa ya kwamba bwana, muda ambao mnataka niwasilishe return sitakuwepo na hivyo nitashindwa. Tuna utaratibu, tukiasesi ile sababu tukaiona kwamba ina mashiko kama nilivyosema, tuna utaratibu wa kuongeza muda wa mwezi mmoja. Siku 30 kutokea ile tarehe aliyotakiwa kuwasilisha, tunampa siku, tukiamini kwamba yeye mwenyewe atajipanga sasa ili aweze kutafuta kama ni alternative au namna gani aweze kuconsolidate taarifa zake na kutuletea. Lakini kuna wale watakaochelewa tu kawaida kwa sababu zozote zile ambazo atasema nazo, nilisema pale mwanzoni, hatutamani. Sisi tunahamasisha watu wote wawasilishe kwa wakati. Ndio maana tumejitokeza mapema kabisa mwanzoni mwa mwezi
ili kusisitiza na kuwakumbusha watu walete ritani zao, lakini pale itakapobidi tuna mechanisms kwa mfano hizo za extension, yule ambaye itamwona kwamba hana sababu za msingi za kumtoza riba na adhabu, na yule ambaye tutamruhusu, ili ni la muhimu kidogo, yule ambaye tutamruhusu kuongeza muda wa kuwasilisha ritani kama ana kodi ya kulipa, ile kodi tutamtaka ailipe, ili baadaye atakapokuja kuwasilisha ritani zake malipo aliyofanya yaunganishwe na ritani zake. Kwa hiyo tutakupa muda wa kuongeza kuwasilisha ritani, lakini uhakikishe kwamba kodi inayotokana na ritani zile basi uzilipe kadiri sheria inavyokuhitaji. Mimi natamani nifahamu kitu kimoja, tuna dakika chache. Kila baada ya msimu ule wa kulipa kodi wote ule ambao umeweka kuna zile tuzo na vyeti. Cheti mlipa kodi mdogo chipukizi bora wa mwaka, mlipa kodi mkuu. Zile zina maana gani kwa wafanyabiashara? Ningetamani kama uzichanganye na zile tuzo za ubunifu kama hicho ulianzisha. Kuna hiyo ya mlipa kodi na kuna ile ya ubunifu, kwamba mpaka kuanzisha ile ubunifu mliona nini? Sawa. Na washukuru sana. Nafurahi kwamba mnatufuatilia kwa sababu tuzo ya ubunifu imeanza juzi tu mwezi wa 8 hapa, ambapo mwezi wa 5 kamishna mkuu alipoizindua kwenye ile kongamano la kwanza la kodi. Tuzo kama mtu yoyote yule, hata hapa kazini kuna swala la kuwa appreciated. Tunasema kuna ile appreciation, ile nini wanasema intrinsically recognition, kwamba huyu mtu bwana amenitambua. Na ukitambuliwa kwamba bwana unafanya kazi nzuri nini, hata wewe ile morali yako ya kuendelea kufanya vizuri inaibu. Kwa hiyo ile zawadi au zile tuzo tunazozitoa tunazitoa ili kuweza kuwafanya walipa kodi wajisikie ni sehemu ya mamlaka ya mapato ya kutekeleza sheria za kodi, na kuwafanya wale wengine ambao hawajafikia kiwango kile nao wajitahidi kuweza kufanya vizuri. Na ukiangalia zile tuzo tumeziweka katika magrupu, hatujamwacha mtu yeyote nje. Tunaanza na mlipa kodi mdogo kabisa. Kwenye grupu la walipa kodi wadogo ni zile ambao unasema heavyweight na lightweight uwezo weka pamoja. Kwa heavyweight tunawaweka tunapata mzuri wao, middleweight tunawaweka tunapata mzuri wao, lightweight tunaweka tunapata mzuri wao, pamoja na wale featherweight wale wepesi kabisa wale nao tunapata mzuri. Kwa kila grupu liko taken care. Lakini nikiunganisha na hii ya ubunifu ambayo umeniuliza Madam Dorcas, TRA ina slogan ya kusema kwamba kila mwananchi ashiriki kwenye mchango na maendeleo ya taifa lake. Wafanyakazi au watumishi wa TRA sasa hivi tuko kama 7,000 na hivi, tukiachilia mbali walioajiriwa juzi hapa. Lakini Watanzania tuko zaidi ya milioni 60 sasa hivi. Sasa kwa sisi tu 7,000 kuendelea kumodify na kuleta ubunifu, tunafikiri kwamba kuna vipaji vingi sana huko nje vinaweza vikawa na mawazo mazuri, navyo vikashiriki katika kuboresha utamaduni wetu wa kodi, lakini sheria zetu za kodi, mifumo yetu ya kodi, ili kuleta ule ulipaji kodi wa hiari. Kwa hiyo ndio maana tumekuja na hiyo zawadi. Tulianzia ndani kwa watumishi, lakini baada ya kuona kwamba kuna watu wengine wengi nje wana mawazo mazuri, sasa tumetoka tena nje ili wananchi watuletee mawazo yale walionayo mazuri, yaweze kutusaidia kuboresha mifumo yetu, utendaji wetu, pamoja na kuleta urahisi katika ulipaji kodi. Na ile nani ya ubunifu, mimi nikiona pia ni ajira kwa upande mwingine kwa vijana wetu. Tuna IT service, vijana wazuri kabisa wana nini, hana mtaji, akileta wazo lake la ubunifu likapita. Kamishna mkuu wakati anazindua ile tuzo alisema kuna hadi milioni 200 kwa kuanzia. Sasa mzee, ukipiga wazo lako, kama ni kijana ulikuwa unatafuta ka studio ka milioni 10, unakuja unalipwa milioni 50, utakuwa umeshaenda mbali sana. Kesho kutwa na wewe utakuwa mwajiri, utakuwa na vijana wako na utatulipa kodi. Kwa ni kama uwekezaji ambao tunatarajia kwamba utatuletea return na reward
katika hali ambayo ni ya upana kabisa. Sawa. Yeah. Sawa bwana. Mimi tukifanyaga sisi vipindi hapa na TRA waga tunatamani tuendelee. Nilikuwa natamani kama kwa dakika moja kuwaelezea watazamaji wetu namna gani sasa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mmerahisisha namna ya malipo ya kodi kwa ufupi sana. Sasa hivi ulipaji wa kodi tunasema ni seamless. Yaani hauna tena mbambamba kwa lugha za vijana. Wanasema kwamba ni rahisi kwa kiwango ambacho unimaginable. Unaweza ukalipa kodi yako wakati wowote ule kwa kupitia lango letu la mlipa kodi. Unaenda unapata control number yako, unalipa kodi. Hata hizi ritani unawasilisha kwa njia ya mifumo. Tumefanya maboresho makubwa sana ya mifumo ya kurahisisha uwasilishaji wa ritani. Kwa hiyo hata ukiwa nyumbani, hata kama deadline ni saa 6 usiku, unaweza ukalipa kodi yako saa 5:45, saa 5:59 usiku, kuliko ile ya kuja maofisini na kuja kupanga mistari na kadhalika. Mifumo yetu hata ya leseni za udereva mnaweza kuwa umeshazi experience. Unafanya ukiwa mahali popote, usijui kubadilisha umiliki wa gari yako, uhitaji kuja ofisini kwetu. Vile vile hata hizi ritani tunazosema uziwasilishe, ni wewe tu na wasiliana na mitandao yako na kututuma taarifa zetu, sisi mifumo yetu inapokea. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimerahisishwa kwa namna ya ajabu, na tunashukuru serikali kwa kutuwezesha kulitupa pesa za kuboresha mifumo yetu na kuunda mifumo mingine ambayo tunaendelea kuboresha kama ilivyokuwa ya TANSIS. Tumefanya investment kubwa kwenye mifumo ya TANSIS, tunaunda mfumo madhubuti kabisa wa kodi za ndani ili kuweza kuondoa hizi vurugu zote ambazo zinaleta inconvenience kwa lipa kodi wetu. Yes. Sawa. Bwana, sisi tunakushukuru sana Masao Malima kwa kuweza kufika, meneja TRA Temeke. Na kwa sekunde tu naruhusiwa mimi kama mwananchi kuwa elimu kwa jamii, tunahitaji ile Dorcas. Elimu kwa mlipa kodi? Mtoa huduma wa kijamii, yani mimi kama mimi nikae kwa niaba ya TRA kuwapa wenzangu, wananchi wenzangu elimu. Swali ni ndio. Baada ya kwa sababu umesema mko 7,000 maana yake ni wachache. Hamwezi kupita tu ile door to door afu mkaacha hivyo. Lazima mtuachie elimu kwamba na sisi lazima tuwe mabalozi. Lakini si lazima muamini kwanza. Na ndio maana ya sisi na mimi natarajia hata baada ya hapa hii taarifa itaenda ulimwengu, itakwenda. Na kila mtu anaruhusiwa kwa ajili, kwa sababu ile citizenship wanasema ni nini ile patriotism. Kila mmoja anayo nafasi ya kuiona serikali yake ikiwa inafanya vizuri. Si TRA peke yake, lakini na mahali pengine pia. Mtazamaji, tumezungumzia ritani za kodi na malipo ya kodi ya awamu ya pili mwaka 2025. Na Bwana Masao Malima amefafanua kwa uzuri sana vitu vingi hapa, ambaye ni meneja TRA kutoka Temeke, lakini amezungumzia yeye kwa ujumla kwa Tanzania wote, hawajazungumzia wana Temeke peke yake. Mimi naitwa Emily Lazarus, tunakushukuru kwa kuweza kufika. Nilikuwa na Dorcas Uraima, muda sio mrefu mtazamaji utatazama habari ya Asubuhi Njema, endelea kuwa nasi. Asante sana.